wote kutoka sehemu mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nina muda mchache hapa wa kuzungumza na vijana kwenye topic ya mada inayosema nafasi na wajibu wa kijana katika ulimwengu wa teknolojia. Nafasi na wajibu wa kijana katika ulimwengu wa teknolojia. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kusimama mbele ya makuhani wakubwa hapa. Ni nafasi kubwa sana tena sana. Tushazoea kusimama kwa watoto huko, kupiga makelele na watoto wewe. Lakini kusimama mbele ya makuhani hapa na wakapata nasaa ya kusikia kidogo mtu mdogo ambaye hana nafasi kusikiliza, ni nafasi kubwa sana. Yesu asifiwe. Mistari yetu kusimamia ni Warumi 12 mstari wa 2 na Mathayo 5 mstari wa 14 hadi 16. Ningepata kijana mmoja ambaye anasoma vizuri na kwa haraka, ingependeza zaidi. Tunaomba mike. Warumi 12 mstari wa 2. Kama kapata, jina la Yesu. Wala msifuatishe namna ya dunia, na tusomee Mathayo 5 mstari wa 14 hadi 16. Mathayo 5:14 na 16. Ningepata maiki mbili ingependeza sana. Ndio. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Nafasi na wajibu wa kijana katika ulimwengu wa teknolojia. Tunafahamu karne ya sasa, nafasi kubwa ya teknolojia imekuwa kwa kiasi kikubwa sana, na watumiaji wakubwa wa teknolojia ni vijana. Tukiangalia historia ya teknolojia, namna ambavyo ilivyoanza kutengenezwa, namna ambavyo ilianza kutumika, mwaka 1760 ndio ilikuwa mapinduzi ya kwanza ya viwanda kufanyika katika dunia, ambapo matumizi ambayo yalikuwa yanatumika, watu walikuwa wametoka kutoka kufanya kazi kwa njia ya mikono. Ina maana watu walikuwa wanafanya kazi kwa njia ya mikono. Kulikuwa hakuna viwanda rasmi, lakini kuanzia mwaka 1760 kazi za viwanda au uanzishwaji wa viwanda ulianza kufanya kazi. Na hapo tukaona matumizi, watu wakaanza kushona nguo kupitia kwenye viwanda husika. Kwa hiyo maana nguvu kazi ya viwanda vilianzia hapo. Na mapinduzi ya pili ya viwanda mwaka 1870 mpaka 1914, matumizi ya umeme yalianza kutumika na matumizi ya chuma, na utengenezwaji wa reli na magari ya usafirishwaji ulianza kutumika. Hizi sasa rasmi ya matumizi ya reli, matumizi ya umeme, matumizi ya magari, matumizi ya simu. Na mapinduzi ya tatu ya viwanda ilikuwa mwaka 1960 mpaka 2000. Haya sasa tunasema ni mapinduzi ambayo yalikuwa yanaitwa digital revolution, mapinduzi ya kidijitali. Hapa sasa tunasema utengenezwaji wa kompyuta kama hizi ambazo unazoziona. Mapinduzi ya 4 ya viwanda. Nikisema mapinduzi ya 4 ya viwanda ambayo ndo sasa hivi sasa, yalianza rasmi kuanzia mwaka 2000. Kuna kauli moja wanasema watoto wa 2000, si ndio? Ya watoto wa 2000. Watoto wa 2000 wana akili sana.
Watoto 2000 wako haraka sana, watoto 2000 wapo spidi sana, walikuwa hawajakosea. Hawajakosea kwa nini? Kwa sababu mapinduzi ya 4 ya viwanda ndipo yalipoanzia mwaka 2000 mpaka sasa hivi, ambapo mwaka 2000 mapinduzi ya viwanda yalikuwa ni utengenezwaji au uanzilishwaji sasa rasmi ulianzia wa kitu kinaitwa akili mnemba. Kama mmeshawahi kusikia artificial intelligence, si ndio? Akili mnemba ilianza mwaka 2000 rasmi mpaka sasa. Sisi artificial intelligence kwa East Africa na Africa tumeifahamu mwaka 2022 nadhani. Kitu kinaitwa ChatGPT kilizinduliwa tarehe 30 mwezi wa 11 2022. Imeanza kutumika rasmi sasa, watu kuifahamu, kujua ChatGPT inafanya kazi gani ni mwaka 2022, lakini watu kuifahamu rasmi sasa, kuna wengine mwaka jana wameifahamu hapa matumizi ya ChatGPT, kuna wengine mwaka juzi matumizi ya ChatGPT, lakini artificial intelligence ilianza kutumika muda mrefu, na watumizi wakubwa wa artificial intelligence walikuwa ni makampuni na watu wa viwandani. Vile viwanda vikubwa ndio ambao walikuwa wanatumia matumizi ya artificial intelligence. Uwezi ukawa na kampuni kubwa alafu utumie nguvu kazi ya humani ya kawaida. Hapana, lazima uhitaji kitu cha ziada ambacho kinaweza kikakusababisha au kikakusaidia kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Kwa hiyo usishangae mabenki ambao unaona sasa hizi wale wenzetu artificial intelligence walifahamu mapema. Nasema hivyo kwa nini? Unafahamu mfano mzuri ushawahi kwenda sehemu kwenye ofisi gorofani, alafu kuna kitu kinaitwa face unlock. Huwezi kuingia kama sura yako haionekana pale. Hiyo ni matumizi ya artificial intelligence inayofanya kazi. Simu yako asilimia kubwa kwenye simu nyuma kuna kitu kama vile kibatani hivi kiduara hivi kimekaa pale, si ndio? Wengi wao, si ndio? Sasa ile pale unaweza ukafikiria kama tu akinatoa lock. Hapana, ile ni artificial intelligence inaunganisha kati ya wewe muhusika na kifaa ambacho kipo ndani. Na ukisoma makala makubwa sasa hizi ni kwamba wale watu ambao walikuwa wanagundua hizi kompyuta hizi simu ambazo unaziona sasa hizi. Hapa kila mtu ana simu hapa. Matumizi ya simu sasa hizi tunapoelekea gharama yake itapanda kwa asilimia kubwa. Ninasema kwa nini itapanda? Kwa sababu wale watengenezaji wa hizi simu, watengenezaji wa vifaa vya kompyuta, watengenezaji wa vifaa vyote sasa hizi wamehama kutoka kwenye kutengeneza hivi makampuni yale ya artificial hizi, imehama kwenye kutengeneza hivi vitu vya hardware hizi, hard copies. Inaenda kutengeneza kwenye artificial intelligence. Ninaposema artificial maana matumizi makubwa ya softwares. Kama kanisa, kama vijana sasa tuna wajibu mkubwa sana wa kujua matumizi sahihi ya artificial intelligence. Dunia inapoelekea ndipo na sisi tunapoelekea. Lazima ufuatishe dunia inapoelekea. Hata ufanyaje? Hata ukiwa una simu kiswaswadu, lakini lazima utahitaji smartphone duniani ujue dunia inapoelekea. Osama ni mtu ambaye alikuwa hashikiki. Lakini kauli yake moja ambayo alikuwa anatumia kupenda kutumia ilimsababishia asikamatwe kwa muda mrefu. Ilikuwa inasema hivi, ukitaka kwenda kisasa, usasa utakukamata. Ukisema uende kizamani kitakufuata. Ina maana wewe utakuwa ni mtu wa kizamani hivyo hivyo tu. Kuanzia matendo, kuanzia mawazo, kuanzia namna ambavyo watu wana modifies mambo, wewe utakuwa ni vile vile tu. Kama kanda mbili ya miaka 2000 na 2001 wanavaa, wenzako wamehama, wapo kwenye kuvaa viatu vikali vizuri, wewe utakuwa ni kule kule tu. Sasa kwa tayari tushahama. Tunaenda kwa kasi ya dunia inavyohitaji kwenda. Nikifika mbele nitaelezea namna sasa kanisa kwa kiroho tunavyohitaji teknolojia itusaidie katika mambo yetu ya kiroho. Wachungaji, vijana, kanisa, tunaendaje?
Sasa mapinduzi ya 4 ya viwanda, tunaona hapa akili mnemba, tunaona matumizi ya robot zinafanya kazi. Ndio mikakati yao sasa, kwamba money power ya dunia, binadamu sasa, nguvu kazi ya wanadamu ipungue. Sasa wanaleta vitu visaidizi ambavyo na matumizi ya robot. Kwenye mataasisi makubwa huko ya viwanda, mfano nchi za nje, China sasa hizi hawadili sana na ajira za watu kawaida, wanadili na maroboti yafanye kazi. Ukiona viwandani sasa hizi, wale ambao zamani walikuwa wanabeba mizigo mikubwa ile, si ndio wanabeba mizigo mikubwa wanaenda kutua sehemu, sasa hizi mambo yamerahisishwa, maroboti wanaweka mzigo wanatembea. Kwa hiyo maana yake ajira tayari ishapungua. Kwa hiyo money power ya wanadamu inaanza kupungua taratibu. Na sio maroboti tu, kuna vile mashine special ambazo zinachukua mizigo kama bandarini pale, inabeba mizigo inatua sehemu, inabeba mizigo. Sasa huko ndo tunapoelekea. Kwa hiyo tunaenda kulingana na dunia inavyokwenda. Nini maana ya teknolojia? Teknolojia ni matumizi ya kisayansi kwa madhumuni ya vitendo na kwa ajili ya kutatua matatizo. Hiyo ni maana yangu mimi. Ni matumizi ya kisayansi kwa madhumuni ya vitendo kwa ajili ya kutatua matatizo. Mfano mzuri, matumizi ya simu. Zamani tulikuwa tunatumia matumizi ya email, fax. Sasa hivi ni simu. Zamani taarifa ilikuwa inamfikia mtu mpaka mwezi. Sasa hizi matumizi ya simu, unamfikia tu mtu kwa sekunde hapo hapo. Halo, uko wapi? Habari. Unampa taarifa kwa sekunde. Hizi fax au barua badala ya simu, kwa teknolojia hiyo. Kompyuta badala ya makaratasi. Tulikuwa tunahifadhi documents kwa njia ya makaratasi. Sasa hizi makaratasi hapana tena. Tunahifadhi kwa njia ya kompyuta. Tunahifadhi kwa njia ya mafaili. Picha, mfano kwenye simu yako picha. Ulikuwa mfano unapiga picha, una print, unahifadhi. Nyingi unazihifadhi kwenye zile tape. Lakini sasa hizi unaweza ukahifadhi picha zako za miaka yote kwenye Google Chrome. Kwenye photo gallery kule za Google, unahifadhi miaka yote. Ukiamua kuprint, unachukua una print hivyo. Matumizi ya dunia inapokwenda. Matumizi ya trekta kwenye mashamba. Zamani tulikuwa tunatumia majembe kwenye kulima, tunatumia nguvu kweli yani. Tunaenda kulima kuanzia asubuhi, tuko busy tunalima yani majasho. Mzungu akaja akatuletea trekta. Sasa hivi tunapanda tu, unatumia eka moja ndani ya dakika 10 sio dakika 5 tayari. Lakini zamani ilikuwa siku 3 unalima. Kwa hiyo matumizi ya teknolojia inavyorahisisha. Then tunaona katika maandiko matakatifu sasa, mwanzilishi mkubwa wa teknolojia alikuwa ni Mungu mwenyewe. The God creator. The great innovator ni Mungu mwenyewe. Alisema mwanzo na iwe anga, na iwe mimea, na iwe nuru, na iwe nini. Ile teknolojia ilifanyika, wapendwa. Msifikirie kwamba tu alisema namna gani, hapana. Ile ni teknolojia kubwa ambayo Mungu mwenyewe ndio mwanzilishi wa teknolojia. Akayambukiza kwa mwanadamu. Na mpaka tunafanya kazi, lakini mwanzilishi mkubwa wa teknolojia ni Mungu mwenyewe. Mfano mzuri. Mungu Nuhu alipewa teknolojia ipi kwa kanisa au kwa kizazi? Nuhu alipewa kazi gani na Mungu? Kujenga nini? Safina, si ndio? Sasa usifikirie ile safina kujenga pale haikuwa teknolojia. Ilikuwa teknolojia ile. Ile ni uhandisi. Uhandisi. Ina maana lazima upime ile msafina ule, vipimo umekaa huku, vipimo inakuwaje, inaendaje. Teknolojia ile ya hali ya juu kwa miaka ya zamani. Ina maana Mungu alimpa maarifa ya namna kutumia teknolojia kwenye kutengeneza hiyo safina. Then ukiangalia kwenye mnara wa Babeli,
Ni very simple kusoma Biblia kwa njia kawaida, lakini teknolojia haikuanza sasa, ilianza toka muda mrefu huko. Mnara wa Babeli, Mwanzo 11 mstari wa 5. Mwanzo 11 mstari wa 5. Mike, soma tu mwenyewe Mwasega. Ndio. Uone mji. Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Ukisoma mbele Biblia inasema Mungu alikaa pembeni anatazama. Watu hawa maarifa gani ambao wamepata kujenga huu mnara? Ukisoma mbele kabisa huko. Hebu soma mbele kidogo. Tuende mbele. Mstari wa 6. Endelea Yesu. Bwana akasema, ndio, tazama watu hawa ni taifa moja, na lugha yao ni moja. Ndio. Na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Mstari wa 7. Haya, na tushuke huko tuwachafulie usemi wao ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Okay. Kuna pointi moja nilikuwa naitaka hapo. Kuna sehemu nasema Mungu alikaa anatazama, anaangalia namna ambavyo alikuwa anajenga mnara wa Babeli. Na ukisoma kule juu tumezoea mnara sio namna gani wa gorofa inatengenezwa kwa mawe makubwa, lakini kuna sehemu inasema walitengeneza kwa kutumia udongo. Yes? Udongo, yes? Udongo. Sio mawe, udongo. Sasa ujiulize, udongo ambao tunafahamu huu utengeneze mnara ufike kule juu umfikie Mungu. Unataka kumfikia Mungu, udongo. Matofali ya udongo, yes, matofali ya udongo. Serious kweli? Ina maana maarifa ya wanadamu yalikuwa makubwa. Teknolojia ilianza muda mrefu. Kwa kusema hivyo, teknolojia ilianza muda mrefu kufanya kazi. Sasa tuangalie nafasi ya kijana na teknolojia. Na muda mfupi kidogo, nafasi ya kijana na teknolojia. Tutaangalia kipengele A, nafasi ya kijana katika kanisa kiroho. Nafasi ya kijana katika kanisa kiroho. Nafasi ya kijana kwenye kanisa. Nafasi ya kwanza ya kijana, msingi wa kwanza, uinjilisti wa kidigitali, kama somo linavyosema. Sasa tunaiconvert namna ambavyo kijana tunavyofanya sasa kwenye teknolojia ya sasa. Kijana tunatakiwa tuhubiri uinjilisti wa kidigitali. Bracket andika evangelism. Marko 16 mstari wa 15. Marko 16 mstari wa 15. Marko 16 mstari wa 15. Ndio. Ninasoma. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote, mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Enendeni ulimwenguni mote, mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Yesu anazungumza wakati anapaa, si ndio? Lakini sasa tukiangalia wanafunzi wa Kristo, walikuwa na masafa marefu wanatembea kuhubiri injili kwa miaka hiyo. Dunia ya sasa, evangelism, uinjilisti, tukisema kwamba una kipawa cha uinjilisti, alafu ukasema kwamba unamwandikia mchungaji wako kwamba mchungaji, nipe speaker, naenda kuhubiri, nipe kigari, nipe nauli, wewe ni mzembe, wewe sio mwinjilisti wewe. Una smartphones, una smartphones. Anza wewe mwenyewe. Fungua account yako wewe kama wewe ya Instagram, alafu jiste mwinjilisti Petro. Yaani very simple. So mpaka uanze kuambiwa namna gani? Hapana, uinjilisti tunafanya kidigitali. Usisingizie kanisa
kwamba kanisa hatuhubiri vijana. Hawa wazee walifanya kazi kubwa sana kwa miaka yao. Sasa hizi vijana tuna njia zetu za, hata kama hawa sasa hivi wasipoandaa mikutano ni sahihi, kwa sababu hata ukiandaa mikutano kwa dunia saa hizi, mtu ambaye anaweza akakaa tu kwa muda mrefu masaa 3 asikilize tu uongo. Wakikaa kusikiliza hizi watakuwa busy na simu hivi kuangalia. Sasa wanapokuwa na busy simu kwenye kuangalia, hapo hapo wanasikia injili, mtu anatuma mahubiri yake kwenye mtandao. Na sasa hivi ninafarijika sana kuona baadhi ya vijana wako busy sana na mitandao is a positive way kwenye kuhubiri injili. Kuna mtu mmoja anaitwa Mwinjilisti Edom. Mwinjilisti Edom anahubiri sana pale Kariakoo pale. Ukienda Instagram unaweza kumfuata kuandika Mwinjilisti Edom, Evangelist Edom. Anasali pale TAG ya Betheli Kariakoo. Hana kazi ya kufanya. Yeye kazi yake kubwa afanya, anauza pale Kariakoo zile clips zile. BCBC zile anauza. Hakisha uza kimaliza anaingia mtaani. Anakaidi kwa kiflani hivi, yani anapiga injili. Yeye anapiga injili, lakini sasa kwa sababu anataka kuwavuta vijana, amekuja na style yake mpya, anatumia singeli. Watu si wanapenda singeli vijana. Kwa hiyo manake ukiimba singeli, mnakuwa sawa, mnafanana, unajua kwa hiyo mwenzetu, rafiki yetu. Kwa hiyo hata namna anavyohubiri, hanahubiri kisela. Oya wanangu, Yesu anakuja wanangu. Oya, Yesu anakuja wanangu. Oya. Sasa vijana wamempenda kwa namna ambavyo anahubiri. Ina maana ni wakati sasa wa vijana kama vijana kuwafuata vijana wenzao. Uwezo ukasema, "Oya Yesu anakuja." Alafu umwambie mzee pale, "Oya mzee Yesu anakuja, pasta Yesu anakuja." Alafu mzee kama huyu, mzee hajaokoka, alafu mwambie, "Oya Yesu anakuja." Mzee atakwenda vipi huyu bangi hizi? Lakini kufuata mimi kama kijana kukwambia Yesu anakuja mwanangu, okoka mwanangu, Yesu mzuri, unasema kumbe tunafanana na rafiki yangu. Vipi rafiki yangu? Shwari. Sorry. Siku unaingia mkenge mwenyewe line tayari unaingia. Kwa hiyo kwa njia ya kidijitali. Mfano mzuri. Sijui kama kuna makanisa yetu mchungaji. Sio kwa baya. Lakini makanisa yetu sisi ya Kipentekoste hatuna zile mitandao ya kijamii kwenye kupromote injili. Au hata kijana hapa mmoja useme kwamba nitafutie jina lako mbona tumia Instagram au Facebook, ni kuone namna ambavyo kwenye mitandao ya kijamii unavyofanya. Kuonyesha hawa hako busy kutuma picha kwenye wapi mabichi hivi, mwingine wako hivi. Lakini kutuma picha za maandiko mitandaoni vijana hao ni changamoto. Sembuse tu matangazo ambayo tunayatuma kwenye magrupu ya makanisa, vijana kongamano hili sio kama watu tumekuja hivi, hapana. Tuongee tu serious kabisa. Haya ni matokeo ya sisi wenyewe vijana tumesababisha kwa asilimia kubwa. Kanisa limehusika kwenye kututia moyo, kutufanya kuseme hebu fanyeni. Lakini sisi vijana ndio tumesababisha. Mtu anajua kabisa kwamba leo ni siku ya kongamano la vijana, lakini hana hata habari. Wanakuja wageni hapo kutoka mbali, lakini hana hata habari. Kiko busy na mambo yake. Hata matangazo ambayo tunatuma kwenye magrupu ya WhatsApp namna gani, ungesema mimi kanisani ni kweli nguvu kazi sina ya kufanya, ela sina, michango situmi, fungu la 10 sitoi, kila mchango ya hauna. Basi kama sina nina kasimu smartphone, nimeweka bando la wiki nzima kwa sababu kuna kongamano wiki hii, nitasumbua watu kutuma WhatsApp status, kila mtu kumtumia tangazo watu 100. Hivi mfano ungetuma kwa watu 100 hapa Kajosi matangazo, ungealika watu 100. Sio tu kumfuata mtu. Bwana tuache huko. Tumia hiyo simu yako, watumie watu 100 tangazo.
Alafu kila siku wakumbushe karibu watu 100, watu 50. Tuanze tu 50. Tupo ngapi hapa? Tuwashumu tupo kama 30 hivi hapa. Kila siku mtumie tu SMS, msumbue tu 50. Mwisho wa siku anaona jamaa msumbufu kweli yani. Tutafanyaje? Nitaenda tu basi. Kwa hiyo kwenye 50 watapungua, hawatakuja wote. Tuwashumu watakuja 10 kwenye 50. Ambao mwasumbua wamesema jamaa amenisumbua kweli, wewe tu niende. 50, 10. Tukipiga 10 mara 30 hapa tupo ngapi jamani? Tupo ngapi? Kwa hiyo maana yake sisi hapa tulivyo hapa ni matokeo ya madhara ya kutotumia mitandao yetu vizuri ya kijamii. Teknolojia sisi imetufelisha kwa kiasi kikubwa. Tukatae au tukubali. Kuto promote makanisa ambayo tunasali. Unasali wapi mpendwa? Usemi mimi nasali kule hamna. Unapenda wenzako makanisa makubwa magorofa yale wakipost hapo kanisani, unapenda, lakini makanisa yetu haya ukipost unataka kupost. Ufahamiki huko wapi mtumishi? Uko wapi ufahamiki? Unasali wapi ufahamiki? Watu kujua umeokoka ufahamiki. Mtandao wa kijamii watu kujua kama umeokoka ufahamiki. Sasa hao ni madhara ya kutotumia mitandao vizuri ya kijamii kwenye upande wa uinjilisti. Uinjilisti unaweza ukawa kwako au wa kanisa. Ya pili, kuboresha na kurahisisha ibada. Hiyo ni nafasi ya kijana kiroho. Point ya pili, kuboresha na kurahisisha ibada. Sasa tunaboreshaje ama tunarahisishaje ibada? Point ya msingi sana hii. Tunaboreshaje na kurahisisha ibada? Sasa hivi tuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikamshawishi kijana kubaki makanisani. Tuna matumizi ya muziki. Vijana wanapenda muziki. Huo ndio ukweli wachungaji. Vijana wanapenda muziki. Vijana wakikaa sehemu ambao hamna muziki watasali, lakini kimoyoni mwao hawatakuwa comfortable. Lakini wakiwa sehemu ya muziki wakisikia migoma wanasikia yes tunasali hapa, yes tunasali. Huo ndio uhalisia wa vijana. Haya sasa tunaboreshaje huduma makanisani kwetu? Mfano mzuri kwa matumizi ya live streaming. Watu wako live wanahubiri. Ina maana mtu ambaye yuko huko nje hayupo kanisani, ina maana anaona kitu ambacho kinafanyika wapi? Kanisani. Na hiyo kazi haifanywi na wazee, inafanywa na vijana. Vijana nguvu kazi ya kanisa. Sisi vijana tunatakiwa tuwasaidie hawa wazee kwenye kuhubiri injili. Kazi ya kuhubiri injili iwe rahisi. Hata kama una kamera, hata kama namna gani, tumia simu hiyo. Hata kama kamera mbovu hivyo. Ukungu sio kana ukungu mlokoli hivyo. Alafu tu huko juu mtandao wa kijamii. Usikae kizembe. Namshukuru sana pasa amecheka Joshua kwa sababu anafanya sana hizo. Namuonaga sana yes. Yupo live pale kanisani lakini ana simu yake imekaa pale yani hivyo. Yeye onekani kichwa tukiona Bwana Yesu akionekani. Hivyo tu twende kazi. Mwisho wa siku kuna muujiza unatokea hapo. Kuna mtu anasema hesabu pasa rafiki yangu anafanyaje? Ngoja tu nikamnunulie kamera. Haleluya. Kwa muujiza unatokea tu hapo mtumishi. Anza na hicho ambacho unacho. Bwana Yesu asifiwe jamani. Matumizi ya taa, mfano mzuri mataa yale. Mataa ni ibada. Naboresha. Ukikaa kijana anasema yes. Nasikia taa, napiga hapa moyoni yes. Nuru. So upambo wale ni maboresho mfano mzuri. Sawa jamani? Matumizi ya projector makanisani. Tusichukulie tu teknolojia kama vile namna gani. Makanisa kuna watu wengine kusoma maandiko hawawezi. Wakikaa pale mbele kuangalia tu picha ya namna ambavyo unafundisha, unapoweka hivi, Yesu alienda hivi, picha fulani, mtu anavutiwa, kumbe. Hata wao kusinzia vijana makanisani inapungua. Kwa nini? Kwa sababu kuna kideo cha
kinapiga pale projector pale, kinaelekeza okay, hivi na hivi na hivi. Na makanisa mengi ya kisasa, fuatilia makanisa makubwa yote yana TV kule. Sio pambo yale jamani. Jamani, sio pambo yale. Yale yanakukonvinsi wewe kidigitali. Eza umwangalie mtumishi kule mbele au uangalie kideo hivi, usilale. Uwe bize na ibada. Mfano mzuri, tungesema tuweke TV hapa, zimekaa TV mbili. Haki ya Mungu hakuna mtu hapa asingelala. Mfano mzuri, ina maana unashangaa TV tu, si TV nzuri, unashangaa unaangalia. Kwa hiyo unaangalia kideo huku pia unapata neno inakuingia. Ndio kidigitali. Hiyo ni nafasi pia ya vijana. Kidigitali. Haya. Ya tatu, ubunifu wa maudhui ya Kikristo. Kwa sababu sisi ni wa Kristo. Christian content creation au Christian content creator, wale wa wabunifu wa maudhui. Nikasema na kwanza kwamba madhara ambayo yamefanyika hapa, watu tupo wachache, sio kwa sababu tulikuwa tujui kama tuna kongamano wa vijana. Tulitengeneza content creation hapa kanisani kualika watu kwa njia ya kideo, lakini mimi mwenyewe pia ni shahidi. Vijana kutuma lile tangazo kwenye WhatsApp, kwenye mtandao wa kijamii ni ngumu kweli. Mpaka na siku nikakaa hivi ama matangazo ambayo tunatengeneza kina nani? Kuna haja ya kufanya matangazo kwa makanisani? Kama hakuna haja ya kufanya matangazo makanisani, tusingekuwa tunafanya hayo matangazo kanisani. Dhumuni la kufanya matangazo kanisani linaboresha ana mambo mengi kweli mchungaji. No. Kwa sasa ni matokeo ya mtu kukuona unafanya vitu vingi, usijifiche. Na katika kitu ambacho vijana tunakosea ni kujificha. Tafuta kipaji chako, usijifiche nacho. Ukijificha umekufa. Yaani kama hauna kipaji, jitafute. Kaa chini, jaribu kila kitu. Hiki takifanya, majaribu, kishindwa, okay, naingia tafuta. Hata kama ukiwa una vipaji 10, baada ya muda mfupi baadaye na kuendelea, kuna vipaji vile constant utakuwa navyo 2 au kimoja. Hicho vile kimoja ndio vitaanza kukuletea matokeo. Mfano mzuri, amesema mwenyekiti hapa na vipaji vingi, lakini kwa sababu ni kijana ajitafuta, bado sijaona matunda, manufaiko ya kuingiza kwa mikwanja mifukoni kipaji gani. Kwa hiyo ninaamini nikifikisha miaka 33, 34 nitajua sasa hapa nimekomaa. Kile pale hapana, kwanza naona kama kinapotezea muda. Hiki hapa kino chenyewe nakomaa nacho hiki. Kwa kati ya 2 vitatu hapo ya target iko hapo, nakomaa nacho. Kwa hiyo kijana lazima utafute kipaji ambacho unacho moja kwa moja. Matumizi ya blogs, matumizi ya graphics, video fupi za matangazo na kadha wa kadha. Sasa tuingie kwenye wajibu wa kijana katika ulimwengu wa teknolojia. Hii ndio itakuwa ni sehemu yangu ya mwisho. Wajibu wa kijana katika ulimwengu wa teknolojia. Kijana una wajibu gani? Nimebezi sana na kanisa kiroho. Wajibu wako ni upi? Wajibu wa kwanza, una wajibu wa kujali muda. Wajibu wa kujali muda. Muda. Waefeso 5:15 hadi 16. Msomaji mzuri, haraka. Waefeso 5:15 hadi 16. Ninasoma. Ndio. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda.
si kama watu wasio na hekima, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, bali watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Hapo hapo, mkiukomboa wakati, maana zama hizi ni za uovu. Tuna wajibu wa kukomboa wakati, kijana. So kila sehemu mtu akikupigia simu hapo hapo unaenda komboa wakati. Umepigwa tu simu hapo hapo, uko wapi? Njoo hapa haraka. Mwambie bwana, hapana bwana, msikupanga ratiba kwenda huko. Inakuletea nafasi fulani hivi ya kuheshimika pia na watu. Komboa wakati, kijana. Wajibu wa pili, wajibu wa kulinda utakatifu na maadili. Wajibu wa kulinda utakatifu na maadili, tunasema digital purity. Digital purity, wajibu wa kulinda utakatifu na maadili, digital purity. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 4. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 4. Ninasoma. Ndio. Kila mmoja wenu ajue kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima. Kuweza mwili katika utakatifu na heshima. Utakatifu na heshima. Na heshima. Haina sana kuelezea. Watatu, wajibu watatu wa kijana, wajibu wa kuwa nuru na chumvi ya dunia, digital identity. Wajibu wa kuwa nuru na chumvi ya dunia, digital identity. Mathayo 5 mstari wa 14 hadi 16. Mathayo 5 mstari wa 14 hadi 16. Mathayo 5:14 na 16. Ndio. Ninasoma. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Ndio. Wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yaangaza wote waliomo nyumbani. Mstari wa 16. Ndio. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Nuru yenu, watu wapate kuona matendo mema, na mtukuze nani? Baba nani? Baba mbinguni. Haleluya jamani. Amen. Wajibu wa 5 wa kijana. Wanne, si ndio? Wajibu wa kueneza na kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wa Kristo. Kueneza na kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wa Kristo. Mathayo 28 mstari wa 19. Pia wajibu wa 5 ni wajibu wa kuwa na elimu na kusoma. Nasisitiza hapa kijana, wajibu wa kuwa na elimu na kusoma. Tunaona kwenye Biblia wasomi walikuwa ni wengi. Mfano mzuri wa msomi alikuwa ni Ezra. Soma Ezra 7 mstari wa 6. Ezra alikuwa ni nani pale? Ezra 7 mstari wa 6. Mstari wa 6. Huyu Ezra akakwea kutoka Babeli. Ndio. Naye alikuwa mwandishi mwepesi katika sheria ya Musa. Mwandishi nani? Mwepesi. Alikuwa mwandishi. Kwa hiyo kijana, tunahitaji kusoma. Tusikae kizembe. Hata kama hatuna maarifa nini, lakini tunahitaji kusoma. Tusome, tujiendeleze kielimu. Soma chochote kile ambacho unasema hiki ndakisoma. Uwezi kuingia darasani, lakini hata una simu, ingia kwenye mtandao, soma kijana, soma. Hii ni point ya mwisho. Sasa kitu cha msingi cha kufanya kulingana na hii point yetu wa kijana. Najua kila mtu hapa kijana yupo kanisani, mwingine wapo kwenye makanisa kaza, na wengine wachungaji wapo hapa. Kijana, unawezaje ukatumia teknolojia sasa kanisani kwako? Teknolojia hiyo unawezaje ukatumia kanisani kwako? Mwenyekiti, budangu upo? Okay, asante. Naomba kila mtu achukue simu yake kijana. Achukue simu, smartphone. Achukue simu.
na hata kama ni mchungaji sawa tu, hamna shida. Na kama una kifurushi, una MB, washa, tunakuruhusu washa. Halafu tutafanya kitu kidogo tu ambacho tunaweza tukajaribu hapa kikusaidie huko unapokwenda, au unawezaje ukatumia wewe kama wewe kwenye mambo ambayo unayafanya. Cha kwanza, nenda sehemu ya browser kwenye kutafuta ile link search. Tutatumia kitu kidogo tu cha kawaida ambacho nasema okay, kanisani kwangu nitakapokwenda kila Jumapili, hakuna mtengeneza matangazo, mimi nitatengeneza tangazo la kanisa. Yaani bila wasiwasi kabisa. Baba, Pastor Mosenga, kila Jumapili baba, wanataka vijana wako watengeneze tangazo la Jumapili la ibada. Kama hamna mtu wa kutengeneza, simu zipo baba. Baba, simu zipo jamani. Tengeneza tangazo la kanisani uonekane. Kama una biashara, tengeneza kitu cha kazini kwako uonekane. Hauna mtu wa kumlipa kazi ambayo unaifanya, ipromote wewe mwenyewe. Steve, una ofisi yako, si ndio? Tengeneza tangazo lako wewe mwenyewe. Unasema ngoso bana, kunipa hela mimi 30,000 hauna? Basi chukua simu yako mwenyewe, tengeneza tangazo mwenyewe. Nenda kwenye browser, alafu andika tu kawaida, andika ChatGPT ile ambayo nilisema, ambao wengi hapa tunaifahamu common. Wengi hapa tunaifahamu. Wote tunaifahamu. Wote tunaifahamu. Baada ya kuandika hapo, ushafika hapo, si ndio? Ushafika, si ndio? Sasa kama wewe unatumia mara kwa mara, kuna sehemu kabisa utakuwa login, tayari imesha login, si ndio? Lakini kama haujatumia mara kwa mara, kuna sehemu unaweza pale ukaenda kwenye kulogin. Au kama utaki login, unaweza tu ukaandika kitu kidogo ambacho kitakuletea pale majibu. Mfano mzuri hivi, samani, andika hivi: naomba nitengenezee tangazo la ibada la Jumapili. Mchungaji wangu anaitwa fulani. Ibada itaanza saa 3 mpaka saa 6 mchana. Lengo la ibada ni kuwaleta watu kwa Yesu. Alafu generate. Utaona kitu ambacho kitakachokuja. Unaweza ukaandika kitu chochote ambacho unaweza wewe ni sahihi. Utaona matokeo yanakuja. Ningepata mtu ambaye yupo tayari. Jose, tayari? Bado. Tayari kimekuja? Tony. Sasa naomba nitengenezee tangazo la ibada ya Jumapili. Ibada itaanza saa 3 asubuhi na lengo ibada ni kuleta watu kwa Yesu. Imekuletea hapa. Eneo sawa, tangazo la Jumapili ibada. Sasa andika hivi: nitengenezee kwa njia ya posta. Iweke kwa njia ya posta. Sasa kwa sababu haujasign in hapo, itakutaka usign in. Yes, lazima iwe na email. Msign huko. Nikipata mtu ambaye amesign in ili umesign in. Haya. Mahali nitengenezee kwa posta.
Nisubirie hapa. Haya, saa mbili asubuhi. Nisamehe, mnaweza ukaona kama ni kitu cha kawaida, lakini kwa kijana kinaweza kikakusaidia kitu kikubwa sana. Nani kafanikiwa? Kafanikiwa nani? Ngoja. Kafanikiwa? Yes. Sasa kafanikiwa mmoja hapa, na nilikuwa nataka tuone uhalisia wa kitu ambacho tunaweza tukakifanya sasa. Mfano mzuri. Simona mfano mzuri kitu hapa. Simona mzuri kitu hapa. Simona mzuri kitu. Simona mzuri kitu. Hiki hapa hiki. Tangazo hili hapa. Tangazo hili hapa. Tangazo hili hapa. Tangazo hili hapa. Kwa maana yake hii ni mfano ya kwamba tunapokwenda kwenye makanisani yetu, hata kama hatuna watu ambao tunaweza tukatengeneza matangazo, ni sisi wenyewe kutengeneza tangazo kwa ajili ya kanisa. Na pia hapo unaweza ukaweka picha ya mchungaji wako na ikafanikiwa vizuri kabisa, likakaa hapo, ukatuma huko juu, maisha mengine yakaendelea kama kawaida. Ili hapa tangazo hili hapa. So jamani, kwa hiyo hii ni njia rahisi ambayo tunaweza tukatangaza makanisa yetu kwa njia ya posta kama hii hapa. Bwana asifiwe jamani. Bwana asifiwe jamani. Tungekuwa tuna muda tena mrefu, tungeona namna nyingine ya hii teknolojia kama artificial intelligence inavyofanya kazi. Mfano mzuri pia, unaweza ukatengeneza nyimbo. Hujui kuimba, lakini ukatengeneza nyimbo kwa njia ya nini? Kwa njia hii hapa hii. Akili mnemba. Yaani nyimbo nzuri kabisa inaimbwa. Mfano mzuri, nimetengeneza mimi nyimbo zaidi ya 20 za kuabudu, za kusifu. Umefanikiwa mchungaji? Yes. Baba kafanikiwa. Baba kafanikiwa hii hapa. Baba kafanikiwa. Baba kafanikiwa hii hapa. Baba kafanikiwa hii hapa. Ubaya au uzuri wa ChatGPT, yaani mtu akiona anajua hii ChatGPT, lakini tangazo linakuwa limekaa vizuri. Hapa ukiweka tu picha yako hapa na picha hii iweke kwenye tangazo, tayari linakaa vile vile. Yes. Yes, yes. Unaelekeza. Yes, weka njano, nyeupe. Sawa sawa kabisa. Weka kitu fulani kikae sawa.